Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis. Tukombe radhi kwa kuchelewa hii leo. Hii ni kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wetu. Nikualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni mfumo wa kodi kufumuliwa. Samia ataka ukamilike kabla hajaondoka madarakani. Falsafa ya 4R kutumika, sheria ya PPP kurekebishwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tume yaja na mapendekezo 284 ya sheria kufutwa, TRA kubadilishwa iwe taasisi. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. TANROADS, hakuna barabara ya mwendo kasi Kimara Kibaha. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mradi wa bilioni 11 kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yataka ubunifu fedha za miradi ya maji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. TANESCO yatumia ndege nyuki kukagua njia za umeme. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Radi ya wanafunzi watatu da. Habari katika ukurasa wa 7. Arejeshewa nyumba iliyoporwa na mpangaji. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikimuonesha Rais Samia Suluhu Hassan akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mifumo ya kodi nchini kutoka kwa mwenyekiti wa tume hiyo, katibu mkuu kiongozi mstaafu Balozi Ombeni Sefue, Ikulu Dar es Salaam jana. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele. Suluhu kero za kodi. Tume ya Balozi Sefue yabaini kasoro zinazoathiri walipa kodi na mazingira ya uwekezaji. Yaja na mapendekezo kibao ya kufumua mfumo mzima. Yataka TRA iwe TRS. Maofisa wa kodi wabanwe. Rais Samia asema ni kujivua gamba kero za walipa kodi kumalizwa. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema, niliunda tume hii ili kufanya tathmini ya kina kuhusu mfumo wetu wa kodi kutokana na malalamiko mengi, ila kwenye mabadiliko yoyote kuna maumivu. Niwaombe twende kwa mtindo ule ule wa kuvumiliana, kustahamiliana ili tujenge upya nchi yetu. Tukiyatekeleza vyema haya mapendekezo yatatuelekeza kwenye kuwa na mfumo wa haki na usawa kwa walipaji kodi. Mwananchi limeandika radi yakatisha uhai wa wanafunzi watatu da. Habari katika ukurasa wa 3. Maridhiano yasiyo kikwazo cha mchakato wa katiba mpya. Habari katika ukurasa wa 4. Dar es Salaam, siku moja baada ya waziri wa katiba na sheria Dr. Juma Homera kusema kukamilika kwa ripoti ya tume ya uchunguzi wa vurugu za Oktoba 29 na maridhiano kutafungua undani wa taarifa hii. Ni katika ukurasa wa 4. Aliyemuua mwanaye akisaka utajiri sasa kunyongwa. Habari ni katika ukurasa wa 11. Kasi saratani ya utumbo mpana yashtua sababu zake hadharani. Habari katika ukurasa wa 6. SMZ ya mwaga ajira 1300 kwa kada ya afya. Habari katika ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4
mwaka 2026 Oysterbay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ni kodi zisizoumiza. Rais Samia Suluhu Hassan aagiza mageuzi ya mfumo wa kodi, akisisitiza kodi ya haki isiyokandamiza wala kupendelea. Tume yaja na mapendekezo 284 ya maboresho. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ipo nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia nukuu ya Balozi Ombeni Sefue. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akipokea ripoti ya tume ya rais. Nukuu ya Balozi Ombeni Sefue inasema, tunahitaji mfumo wa kodi unaochochea biashara na uwekezaji, sio unaozuia. Licha ya mafanikio ya ukusanyaji wa mapato, bado mfumo wa kodi unakabiliwa na changamoto kama viwango vikubwa vya baadhi ya kodi na tozo zisizotabirika. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Viongozi wa Iran wazidi kuuawa. Ulaya NATO waigomea Marekani. Habari katika ukurasa wa 19. Baadhi ya viongozi waliouawa wa Iran ni Ali Khamenei, Aziz Nasirzadeh, Abdurrahim Mousav, Ali Larijani, Ismail Khatib. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19. Dereva adaiwa kukutwa na ulevi wa kiwango cha 402. Habari katika ukurasa wa pili. Ripoti maalum. Wajane wajinyonga, wengine wauawa kisa haki ya mirathi. Habari katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Mwaka 1971 gwiji wa fasihi ya Kiswahili Profesa Ofrez Kazilahabi aliandika riwaya maarufu ya Rosa Mystica, kazi iliyotikisa fikra za jamii kwa kuanika dhuruba, ukandamizaji, udhaifu wa mifumo inaomwacha mwanamke peke yake katika mapambano ya maisha. Habari katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Nipashe limeandika mabilioni mikopo 10% hatarini kupotea, serikali wataka orodha ya wadaiwa wote. Habari katika ukurasa wa 3. Wanafunzi 3 wafa kwa kupigwa na radi shuleni Dar. Habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe limeandika Samia, kodi zisipendelee wala kukandamiza watu, asisitiza haki, usawa, ulipaji kodi, asema tunapaswa kuvua gamba la malalamiko ya kodi na kuanza upya. Habari katika ukurasa wa 4. TRA kuweka utaratibu mpya vibali vya kuingiza mafuta. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Balozi wa China nchini atembelea Rukwa. Habari katika ukurasa wa 4. Watuhumiwa 77 uhalifu watiwa mbaroni. Habari katika ukurasa wa 4. Biashara ya carbon, malengo ya serikali kukuza uchumi. Habari katika ukurasa wa 3. Wizara ya Fedha yaendelea na uchambuzi wa bajeti. Habari katika ukurasa wa 2. Lebanon yaomba mazungumzo na Israel. Habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira. Majira pia likiandika tujiepushe na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandika subira muhimu, mageuzi ya kodi. Ni msisitizo wa Rais Samia akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi. Asema mageuzi yoyote huambatana na maumivu ya muda mfupi, lakini huzaa matokeo chanya kwa muda mrefu. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Radi ya wanafunzi dawa wawili walazwa hospitali baada ya kujeruhiwa. TMA yaelimisha. Habari kamili katika ukurasa wa 3. Mutafungwa wataka polisi kusikiliza kero za wananchi. Habari katika ukurasa wa 16. Aliyelalamika kwa Mwigulu arudishiwa shamba lake. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Jaribio la kumbaka bibi mwenye miaka 75 la mtupa jela siku 10,950. Mahakama ya wilaya Tunduru mkoani Ruvuma imemhukumu James Chingwalo mwenye umri wa miaka 20 kutumikia kifungo cha miaka 30 jela baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kujaribu kumbaka bibi mwenye miaka 75. Habari katika ukurasa wa 19. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima.
Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti ya Mwanaspoti lenye limeandika Yanga yaanza mapema, TRA United yaitibulia Prince Dube azua hofu. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Matokeo katika mchezo wa jana: TRA 0 Yanga 0. Ijayo ni dhidi ya Mtibwa Sukari Machi 21 Dodoma. Sarakasi za CAF AFCON, uamuzi wa kuipokonya Senegal ubingwa kombe la mataifa Afrika AFCON 2025 na kuikabidhi Morocco zikiwa zimepita takriban siku 58 umepokelewa kwa hisia tofauti kwa wadau wa soka barani. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20. Mshale umesimama mechi zote leo Alhamis. Habari ni katika ukurasa wa pili. Pamba Jiji dhidi ya Simba Sports Club saa 10 kamili jioni. Mashujaa dhidi ya Azam FC saa 10 kamili jioni Lake Tanganyika. Europa leo Alhamis ni Aston Villa dhidi ya Lille. Mchezo unapigwa saa 5 kamili usiku Villa Park. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti. Mwanaspoti pia likiandika EPL kinyonge mabingwa Ulaya Zanzibar kunani. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Habari Leo katika ukurasa wake nyuma limeandika Yanga yapata sare nyingine Arusha, Manula arejesho Stars, Samata Kapombe watemwa, Pamba Jiji Simba hapatoshi Mwanza leo, Senegal yapokwa taji Afrika kwenda CAS. Habari katika ukurasa wa 22. Ligi ya Muungano kufanyika April. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize na ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe lenye limeandika Senegal kukata rufaa CAS ni baada ya CAF kuipokonya ubingwa wa AFCON 2025 Morocco yatoa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Yanga yapunguzwa kasi Simba Sports Club vitani. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania hapa Toka Zamani TV.